Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji wa Mwakenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie. Hujambo, natumai umzima ubuheri wa afya na mipenye lipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa habari zile ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari. Hatimaye taifa la Marekani limeweza kungurumia taifa letu la Kenya. Kivipi? Marekani yamgeuka Rais William Ruto na kuweka tahadhari ya kusafiri dhidi ya Kenya ambayo imeweza kutangazwa rasmi. Unapotazama kwa skrini yako, chapisho hili linasema ya kwamba US issues travel advisory for Kenya over protests against Ebola facility. Yani nikitafsiri tu, serikali ya Marekani imeanza kuonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama nchini Kenya baada ya maandamano makali kuzuka kupinga ujenzi wa kituo cha karantini cha Ebola katika kaunti ya Laikipia. Kwa mujibu wa taarifa zile ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari rasmi, zinasema ya kwamba kutokana na ubalozi ama kutoka kwa ubalozi wa Marekani, raia wao wameonywa kuwa waangalifu wanaposafiri au kuishi nchini Kenya, wakitahadharishwa kwamba kufikia sasa kuhusiana uwezekano wa maandamano kuenea hadi mji mkubwa wa Nairobi na sehemu zingine. Tahadhari hiyo imeeleza kuwa maandamano yanaweza kuwa ya ghafla na wakati mwingine kuambatana na vurugu, msongamano wa polisi na usumbufu wa usafiri. Aidha, Marekani inaendelea kuweka Kenya katika kiwango cha level 2 exercise increased caution, ikimaanisha ya kwamba raia wanapaswa kuwa waangalifu zaidi kutokana na hatari kama uhalifu, ugaidi na machafuko ya kijamii. Na sisi sio wajinga, nataka kuchanganua kwa nini Marekani imechukua hatua ya usafiri dhidi ya Kenya. Hayo ndio tunaenda kuchanganua, lakini kabla nizizame kwa undani, nashukuru wote ambao tunatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe na washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Without wasting your time, back to our analysis. Mjinga akierefuka mwerefu hujipata mashakani. Sasa kwa nini Marekani imechukua hatua ya usafiri dhidi ya Kenya? Number 1, Ebola inadaiwa kuripotiwa katika taifa letu la Kenya. Sasa wa Marekani hawataki watu kusafiri sasa hivi. Kwa nini? Raia mmoja Turkish, yani Mturuki, amethibitishwa hapa Kenya kuonyesha dalili za ugonjwa wa Ebola. Na sasa hivi wakati tunapoenda hewani, imethibitishwa kwamba melazwa katika hospitali moja, hatutaki kuitaja tu kwa jina, ila tu hospitali moja iliyopo barabara ya Kiambu. Hali ambayo imesababisha taharuki na wasiwasi mkubwa katika hospitali hiyo, huku juhudi za madaktari wakiwa na mikutano kuangalia kesi hiki ambacho kimeweza kuonekana katika taifa letu la Kenya. Sasa wa Marekani sio ni kwa sababu ya maandamano wanapotoa tahadhari. Hapana, sio maandamano. Maandamano yalikuwa pale Laikipia, sio Nairobi, sio Kisii, sio Kisumu, sio Kakamega. Ni kwa sababu ya Ebola. Sasa hawataki hata watu wao kusafiri sana, watapata Ebola kwa sababu sasa imeripotiwa Kenya. Sisi sio wajinga bana. Number 2, kwa nini wanatoa tahadhari hiyo? Mipaka ya Kenya imefunguliwa. Kuna mataifa mbalimbali ambayo yamefunga mipaka. Hakuna kuingia, hakuna kutoka vile unataka. Uganda imefunga mpaka. Hakuna mtu anatoka huko ama anatoka DRC anaingia Uganda. Kumefungwa. Kenya tumefungua milango. Sasa
Marekani imeona hapa kuna hatari kubwa. Wacha tutangazie wenzetu wa Marekani wetu ambao wako Kenya kuwa makini. Number 3. Kwa nini wanazungumza hivyo? Americans, they want to own Laikipia Ebola Quarantine Center. Unajua ile karantini ambayo ni ya Ebola ambayo inaendelea sasa hivi, inazungumziwa kujengwa pale katika kambi ya kijeshi kule Laikipia. Wamarekani wanataka itumike kwa Wamarekani peke yake. Wa kutoka kule Kongo wafikishwe hapa Kenya, wasafirishwe kuelekea pale Laikipia kutibiwa ama kushughulikiwa. Lakini sasa wameona kuna Wakenya ambao wameanza mchezo wa kusema ya kwamba hata itasaidia Wakenya, hata itasaidia hawa Waturuki ambao kama huyu ambaye ameripotiwa kuwa na ugonjwa wa Ebola. Sasa wao wataki, wanataka ishughulikie watu wao wenyewe. Ndio maana wanatoa tahadhari. Sasa hivi hali ya wasiwasi imeweza kutana katika taifa letu la Kenya. Na siku ya Jumatatu hapa Kenya kulikuwa na maandamano. Wakaazi wa Nanyuki, Laikipia waliandamana wakipinga, wakisema liwe hawezi kuruhusu kituo cha karantini cha Ebola kuwekwa katika kaunti ya Laikipia. Hata mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Laikipia alisema haiwezekani. Hapana, haiwezekani. Gavana akakataa, akasema hapana, haiwezekani, hapana. Wabunge, ma MCA wamekataa. Hata Kenya mzima sasa hivi wengi wao, majority, wamekataa kituo hicho kwa sababu ni njia moja ya kuleta Ebola kutoka Kongo kufikisha Kenya, kwa sababu itakuwa hali ya wasiwasi na taharuki na sintofahamu hapa na pale. Sasa tunataarifiwa ya kwamba Mturuki amepatikana na Ebola. Kenya sasa hivi penye tupo tunastahili kuingia kwa maombi. Lakini kabla tuingie maombi, tujisaidie sisi wenyewe. Ndio maana tunakataa wa Marekani kuletwa kushughulikiwa hapa Kenya. Kuwa na kituo hatupingi. Tunaunga mkono, hata mimi ninaunga mkono 100%, 100%. Lazima tuwe na vituo za Ebola kushughulikia Wakenya ikiwa itaripotiwa kwamba Mkenya amepatikana na Ebola. Lakini sio kujenga kituo ambacho kitashughulikia Wamarekani peke yake ambao wanakuja na Ebola ambayo tayari wako nayo huko Kongo, wanataka kuletwa hapa. Tuliona hata bunge, kamati ya kushughulikia masuala ya nchi za kigeni kupitia bunge la Marekani walimkosoa Donald Trump, wakamwambia ni kuenda kinyume na majukumu ya rais. Mbona unaekeza katika taifa lingine badala ya kujenga kituo huko Marekani kushughulikia Wamarekani ambao wamepatikana na ugonjwa wa Ebola? What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi na kukueleza yale ambayo yanaendelea kuhusiana na Ebola. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload any new video clip, you'll be notified automatically that Omokenya TV has uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content always with our WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omokenya TV. Be blessed, ladies and gentlemen. Let's meet in the next video. Bye bye.